libarikiwe sana. Mungu ameweka neno kwenye moyo wangu, nami nataka nilihubiri na kulifundisha neno hili. Nami naomba uende pamoja nami katika ufunuo wa neno hili kutoka kitabu cha Waefeso sura ya 1. Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 mpaka mstari wa 23. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 mpaka 23. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia, akivitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Mungu alibariki neno hili. Baba yangu na Mungu wangu, ninasimama tena mbele zako kwa dua, nikiomba nilihudumu neno hili kwa roho na kwa ufunuo, kwa nguvu na kwa uweza, kwa maarifa na kwa hekima. Nitie mafuta ya wakati, nilihudumie neno hili katika mioyo ya watu wako. Ninaomba neema hiyo kupitia jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Nataka nizungumze juu ya mada inayosema macho ya moyo yanapotiwa nuru. Macho ya moyo yanapotiwa nuru. Lengo la somo hili ni kuchochea moyo wa kujiamini na kuwajibika. Moyo wa kujiamini na kuwajibika kwa namna ya kiuamsho kwa ajili ya Mungu, kutokana na ufunuo wa Mungu mwenyewe. Ndio lengo langu na ndio lengo ambalo Mungu ameweka kwenye moyo wangu ninapolihudumu neno hili, ya kwamba tutakapokuwa tumefikia mwisho wa somo hili, kuongezeka kujiamini mbele ya wajibu tulio nao kutakuwa kubwa. Tutajisikia kutiwa nguvu zaidi kusimamia yale majukumu ambayo Mungu ametupa kwa gharama yoyote na vyovyote iwavyo. Haleluya. Katika fungu hili la maandiko, Paulo mtume anatuleta katika ufunuo muhimu sana. Anazungumza kuhusu macho ya watakatifu. Hebu nisikie neno hili mdomoni kwako. Sema macho ya watakatifu. Tunamwona Paulo mtume yuko kwenye maombi, anawaombea watakatifu, waumini walioko katika Efeso. Anazungumza maneno mazito, na wewe ambaye unalifahamu kanisa la Efeso, unaweza ukakubaliana nami ya kwamba kanisa hili lilikuwa ni kanisa la ajabu sana.
kwa sababu asili yake ukisoma Matendo sura ile ya 19, wakati kanisa hili linazaliwa, Paulo mtume anapita pande za Efeso, anakutana na wanafunzi 12. Kanisa likiwa katika hali duni, kanisa likiwa limeonewa, kanisa likiwa changa, kanisa likiwa halina nguvu ya maongozi wala nguvu ya mafundisho, kanisa lililozaliwa katikati ya nguvu za giza katika kiwango cha utotoro, kiwango kile cha giza totoro. Haliwezi kufurukuta, halina nguvu ya kufanya umisheni, halina nguvu ya kufanya uinjilisti. Paulo mtume wakati anapita hakuwa ameazimu kukaa Efeso. Alikuwa ni kama mtu anapita njia tu akakutana na wanafunzi. Akaanza kuwauliza, mmeamini? Mlipoamini mlipokea Roho Mtakatifu? Wanamweleza, sisi hata kujua habari za Roho Mtakatifu hatujui. Katika kuongea nao hapa na pale akagundua hili kanisa ni kanisa linalohitaji mlezi, na siwezi nikalipita kanisa hili. Mungu amenipa neema kukuta watu hawa 12, wala sijui kabla ya hapo walikuwa wangapi. Labda walikuwa 100, labda walikuwa 200, labda walikuwa 300, labda walikuwa 500. Inawezekana walikuwa wamenyongwa na kuuawa kiroho, mpaka wamebaki 12 tu wanaofurukuta, hawana nguvu, wapo tu. Ni kanisa lililoko linaelekea kufungwa. Akasimama pamoja nao, akasema, mimi nitakaa na nyinyi kwa muda kidogo, nina safari nyingine. Tunaona nakaa nao kwa muda kitambo, na baadaye anaona ule muda hautoshi, ninahitaji kupata muda zaidi na watu hawa. Na baadaye anaiona fursa ya kwamba hili ni kanisa potential, ni kanisa ambalo likiandaliwa, likipigwa, linaweza likawa kituo kikubwa cha umisheni katika kanda yote ya Asia. Akaazimu kukaa pale miaka 2. Akafungua darasa, akafungua na chuo. Akachagua baadhi ya watu, akaanza kuandaa. Kutoka katika kanisa la Efeso tunaambiwa Asia yote ikamjua Mungu. Miujiza na ishara za namna ya ajabu zikafanyika mahali pale. Nguvu za giza zikaanguka, mpaka watu wakawa wanaandamana kwenye mabarabara. Wanasema, watu hawa wamemwangusha Mungu wetu mkuu Artemi wa Efeso, ambaye pia alikuwa anaitwa Diana, ambaye mataifa yote kutoka mahali mbalimbali duniani walitembelea eneo lile kwa ajili ya kwenda kufanya hija na kumwabudu Mungu huyu. Kanisa dogo la watu 12 lilipotiwa nguvu, iliweza kuangusha dola moja kubwa katika ulimwengu wa roho iliyokuwa inatamia dunia kutokea mahali pale. Ninapomtazama Paulo, ninaweza nikaelewa kwa nini anawaandikia Waefeso. Anazungumza juu ya macho ya kiroho. Katika mstari wa 17 na mstari wa 18 anasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kwa nini anazungumza maneno haya? Wamjue kwa namna gani? Mstari wa 18 anasema, na kwa macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Nirudia kusoma mistari hii. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kwa namna gani? Mstari wa 18 anajibu, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Yakitiwa nuru, ni nini kinatokea? Anasema mjue. Kumbe macho ya mioyo yakitiwa nuru, ufahamu unakuja, ufahamu unaibuka. Na ufahamu huu wa kipekee wa kumjua Mungu unapokuja kwenye moyo wa mtu aliyeamini, kuna mambo 3 yanatajwa hapa. Mambo hayo ni yapi? Anasema mpate kujua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo.
na utajiri wa utukufu wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Hapa Paulo mtume anaonyesha kuna macho yanayoitwa macho ya mioyo, ambayo kwa maana yake halisi ni macho ya rohoni. Sio macho ya mwili, sio macho ya nyama, sio macho ya nje, sio macho yanaonekana, ni macho ya rohoni. Haya macho yakitiwa nuru, wewe ambaye ni mwombaji unaanza kuona mambo katika mtazamo wa tofauti kabisa. Haleluya. Katika somo hili nitakapokuwa na kupitisha katika mada hii ya macho ya moyo yanapotiwa nuru, kuna maeneo matatu muhimu ambayo nataka nikazie. Eneo la kwanza ni eneo la roho ya hekima na ufunuo. Eneo la pili nitafanya uchambuzi wa macho ya moyo. Eneo la tatu nitakutazamisha nguvu iliyomfufua Kristo. Na unaona mambo hayo matatu yako connected na somo hili tunalolitafakari asubuhi ya leo. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Roho ya hekima na roho ya ufunuo iko connected na macho ya roho. Paulo mtume katika mstari wa 17 ambao ndio mstari wa kwanza tuliosoma, anatangulia kusema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Hekima inatajwa kwa nini hapa na ufunuo unatajwa kwa nini hapa? Hekima ni ile hali inayokuongoza mwana maombi kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, kwa namna sahihi. Kwa lugha nyingine, tunapozungumza hekima tunazungumza mambo matatu kwa wakati mmoja. Tunazungumza maamuzi sahihi, tunazungumza wakati sahihi, tunazungumza kwa namna sahihi. Hiyo combination ni combination ya ajabu sana. Na unaona Paulo mtume anawaambia wale watu wa Mungu tena katika dua yake, anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa utukufu awape ninyi, kwa lugha nyingine, mpate kujaliwa kupewa roho ya hekima. Alafu anajazia na ya ufunuo. Ufunuo unapotajwa hapa unamaanisha nini? Unajua ufunuo una kazi gani? Ufunuo ni jambo lile linaloweza kukuongoza kuziendea siri za Mungu ambazo kwa akili ya nyama na kwa ufahamu wa nyama huna uwezo wa kuona wala kupambanua. Unahitaji jicho lingine lisilo jicho la nyama kupenya kwenye anga za anga, kwenye ulimwengu mwingine, na kuziona hazina zilizositirika. Sijui kama kuna kitu ninasema hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza na wewe kwa jinsi ya rohoni, na naomba nitulie kama mwalimu zaidi kuliko mwinjilisti, kwa sababu sitamani tone la ufunuo lidondoke chini. Unajua, tunapozungumza hekima na tunapozungumza ufunuo, hebu niende ndani kidogo.
Kwa mfano, ni wakati gani niombe kwa sauti kubwa? Kwa sababu kuna wakati ninatakiwa kuomba kwa sauti kubwa. Ni wakati gani niombe kwa sauti ya utulivu? Kwa sababu kuna wakati wa kuomba kwa sauti ya utulivu. Ni wakati gani niombe kwa sauti ya juu? Kwa sababu kuna wakati unatakiwa kuomba kwa taratibu au kwa sauti ya utulivu. Ukiomba kwa sauti kubwa unaharibu. Sijui kama tunaelewana. Wakati nilipokuwa nimeokoka, nilikuwa najua maombi ni lazima upaze sauti. Na nilijengea tabia hiyo ambayo ni emotional tu, ya kwamba nisipopiga kelele Mungu haelewi, na wala mimi si enjoy maombi. Kwa hiyo ili niombe nisikie nimeomba, ni lazima nipaze sauti mpaka mijusi idondoke kwenye bati. Hapo ndio nasema fire imeshuka. Lakini unaweza kuwa rohoni hata kama haupazi sauti. Maandiko yanatueleza habari za yule mwanamke kwenye Samueli wa kwanza, ya kwamba midomo yake tu ilikuwa inacheza, lakini sauti yake ilikuwa haisikiki. Mpaka yule baba mchungaji akasema, mbona unalewa asubuhi namna hiyo? Mwanamke gani usio hata jiheshimu? Yule mtu wa Mungu akasema, usimdhanie mwanamke huyu ni mjakazi asiyefaa. Nimeumimina moyo wangu mbele za Mungu. Na tunaelewa lilizaliwa toto linaitwa Samueli. Alipojua akasema, na Mungu akupe haja ya moyo wako. Nilipokuwa nimekwenda chuoni, tulipewa darasa la maombi. Lile darasa la maombi lilikuwa liko chini ya bweni la wasichana. Juu wanakaa wasichana, chini tukapewa darasa la maombi. Kwa ili tuhitaji hekima, tungeliomba kwa sauti, vitu vingelitokea, hakuna shida. Bado maombi ni maombi tu, lakini ingelitupasa kutafuta mahali pengine pa kuombea. Tungelifukuzwa pale. Ndipo kwa mara ya kwanza nilijifunza kwamba kumbe unaweza ukatokota kwenye uwepo mpaka machozi, mpaka kamasi, na bado ukawa huwezi kudisturb mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukashuka kitandani na ukamwacha mwenzako juu ya kitanda na ukatokota hapo, na wala usimdisturb akatoka usingizini. Lakini nafahamu wana maombi mmekuwa mgogoro huko mitaani kwa sababu ya kukosa hekima. Wengine mmefukuzwa mpaka nyumba za kupanga na mnahangaika mitaani mkidhani ya kwamba ni shetani, kumbe ni kukosa hekima. Watu hawalali, mtaa mzima ni taharuki. Wewe uko tu baba katika jina la Yesu, mpaka watoto wameamka wote, mpaka davichanga. Na unaamini katika sauti kubwa ndio kuna upako. Kwenye sauti kubwa kuna upako, na kwenye sauti ndogo kuna upako. Kwenye sauti ya kupaza kuna upako, na kwenye sauti ya kutokota pia kuna upako. Tunapozungumza hekima, tunapozungumza ufahamu, kuna mambo mengi ya kuzungumza hapa. Ni wakati gani wa kufaa kuombea? Kipi? Mahali pa maombi paweje? Mahali nilipotenga pa kukutana na Mungu wangu panatakiwa kuweje? Madhabahu ya kukutana na Mungu wangu ni madhabahu ya namna gani? Hapa niliposimama ni madhabahu ya kucheulia, ni madhabahu ya kudeliver. Lakini kila mtu anatakiwa kuwa na madhabahu mbili. Kuna madhabahu ya kupokelea na kuna madhabahu ya kutolea. Hii ni madhabahu nyingine, hii ni mahali ambapo ninapakua niliyoyapata kwenye madhabahu.
waliopokelea. Na ukitazama Agano la Kale utaona watu walikuwa wamejenga madhabahu. Madhabahu ni mahali pa mtu kukutana na Mungu kibinafsi. Alafu kuna hii madhabahu ya pamoja. Sitasahau ushuhuda wa mzee Lazaro. Kisoma kitabu chake unaweza ukapata hiyo taarifa, au kisoma historia yake. Siku moja Mungu akamtokea, akamwambia, angalia jinsi ulivyoipamba sebule yako. Angalia jinsi ambavyo umeitengeneza sebule yako. Ni kwa sababu hapo ndipo mahali unapokutana na watu unaowaheshimu, watu unaowapenda, watu ambao wakifika kwako, wakifika sebuleni kwako wanaamini wamefika kwako. Kwa hiyo sebule yako inakutambulisha. Lakini angalia mahali ulipotenga kwa ajili yangu, mahali pa mimi kukutana na wewe. Ndipo anasema kwa mara ya kwanza nikaamua kwenda kutengeneza kile chumba changu cha maombi kwa viwango vya heshima ya Mungu wangu. Nilikuwa naona tu ni mahali tu. Unaweza kuona jinsi ambavyo wakati mwingine tunajenga nyumba lakini hatujawahi kutenga chumba ambacho ni madhabahu ya nyumbani ya wewe kukutana na Mungu wako. Utakumbuka watoto wako, utakumbuka wageni wako, utakumbuka wapita njia, lakini huwezi kumkumbuka Mungu wako. Chumba chako kina madhabahu ya nyumba yako ina madhabahu ya nyumbani. Ni kwa nini ulikumbuka vitu vyote lakini hukukumbuka mahali ambapo utakutana na Mungu wako? Kile chumba ambacho ukiingia unabaki wewe na Mungu wako wawili kwa masaa. Kuna wakati wa kukaa kimya na kuna wakati wa kuongea. Unaongea na Mungu, kuna wakati unakaa kimya, unamsikiliza Mungu. Hata masaa 3 umekaa kimya, hujasikia sauti, lakini unasema Mungu atasema tu. Na ukiingia mle mbingu zinajua ameingia madhabahuni sasa. Tunapozungumza hekima, tunapozungumza na ufunuo huo, tunazungumza pia nidhamu ya maombi inayotakiwa mtu wa Mungu kuwa nayo. Maombi ni zaidi ya kupeleka mahitaji. Maombi yanataka nidhamu. Maombi yanataka discipline. Mimi mtu wa maombi, nidhamu yangu iko kiasi gani? Nina nidhamu ya maombi au nina jina tu la mtu mwombaji? Ninatakiwa kuombea nini? Ninatakiwa kujitoa kwa kiasi gani kulingana na hitaji? Ni vita gani natakiwa kupigana? Natakiwa kupigana vita hiyo kwa maombi kwa jinsi gani? Na mkadiriaje adui kwenye vita? Yakobo sura ya 3 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, na ya upole, tayari kusikiliza watu, imejaa rehema na matunda mema. Tunategemea muombaji atakuwa na hii roho ya hekima. Na tunapoitafsiri hekima katika macho ya neno, tunaona kwanza ni safi. Kwanza ni nini? Ni safi. Lakini pia ni ya amani. Lakini pia ni ya upole. Na tayari kusikiliza watu. Na imejaa rehema. Na imejaa matunda mema. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Hayo ndio yalikuwa maombi ya Paulo mtume.
anawaombea watu wa Mungu akisema kwa maneno yake mwenyewe, anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Baada ya kuombea roho ya hekima na ufunuo, anaeleza namna ambavyo macho ya roho yanahusika. Katika ule mstari wa 18 anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Anataka macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Kuna kisa ninakikumbuka kwenye Agano la Kale, na nataka nikitumia hiki kama kisa cha mfano ama kisa cha kielelezo kwenye somo hili. Na kwa kweli ni moja kati ya mifano mizuri sana ya kufunguliwa macho ya moyo. Tunaona katika Agano la Kale kisa cha Elisha na mtumishi wake. Ilikuwa ni kisa wakati huo katika maeneo ya Dothani. Wakati huo walikuwa wamezungukwa na majeshi ya Waaramu. Waaramu ni wa Syria. Hawana silaha. Wao ni wengi kuliko wao. Wana nguvu kuliko wao. Wana silaha, wao hawana silaha. Wako kwenye strategic position kivita kuliko wao. Na unamuona dogo anaogopa. Mtumishi yule anaogopa. Anamwambia bwana wake, ole wetu, ole wetu. Maandiko yanasema hata asubuhi na mapema mtumishi wa Mungu alipoondoka, tazama jeshi lenye farasi na magari lilikuwako kuuzunguka mji. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu, bwana wangu, tufanye nini au tufanyeje? Akajibu, usiogope, maana wale walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, mfumbue macho Bwana apate kuona. Bwana akayafumbua macho ya yule kijana, akaona, na tazama mlima ulikuwa umejaa farasi na magari ya moto kumzunguka Elisha. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Walikuwa kwenye wakati mgumu sana. Wamezungukwa na majeshi. Wamezungukwa na hatari ya kifo. Na kijana anapima kwa macho ya nyama, anajua hapa hatutoki. Na kiongozi wake anamwambia, huu sio wakati wa kuogopa. Kuna kitu unatakiwa kuelewa. Alichokuwa haelewi, akamuomba Mungu macho ya moyo wake yatiwe nuru apate kuona. Macho ya moyo wake yalipofunguliwa akaona. Alipoona mtazamo wake ukachange. Anaona farasi wa moto, na juu ya farasi wa moto wako malaika. Na wale malaika waliokuwa wamepanda farasi wa moto nao ni moto. Na wale farasi wa moto wanakokota magari ya kivita. Na yale magari ya kivita ni moto. Na yale magari ya kivita ni yale ya kukokotwa na farasi wa moto. Na yale magari ya kivita magurumuru yake ni moto. Na wale malaika wameshika panga mikononi. Na zile panga zilizokuwa mikononi mwa malaika zilikuwa ni moto. Alafu unamuona yule kijana ana compare jeshi la rohoni. Alafu ana compare jeshi la mwilini. Kwa upande wa pili anaona pia watu walio na magari, na ni magari ya farasi,
na juu ya magari ya farasi wamepanda wapanda farasi, na wameshika silaha zao. Lakini anaona kwa jinsi ya rohoni, anaona kwa jinsi ya mwilini. Macho ya nyama yanaona mwilini, macho ya roho yanaona rohoni. Wameshika panga, lakini zilizotengenezwa kwa mikono ya wanadamu, za shaba na chuma. Hao wameshika panga za ndimi za moto. Juu ya farasi wale wamepanda watu. Wale watu ni watu wa damu na nyama, ambao wanaweza wakachoka, ambao wanaweza wakajeruhika, ambao wanaweza wakaogopa, ambao wanaweza wakakata tamaa. Na upande wa rohoni anaona watu, lakini watu wale sio watu. Watu wale ni malaika, na malaika wale ni moto. Anawatambua ni watu, lakini sio watu wa jinsi ya damu na nyama, ni watu wa moto. Anaona wanakokota magari, yani magari ni moto. Anakompea na wale wanaokokota magari katika mwili. Wale wanaokokota magari katika mwili ni magari yaliyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu, ambayo nati inaweza ikaachia, ambayo boriti inaweza ikachomoka, ambayo inaweza yakapata kutu, ambayo yanaweza yakanoki, ambayo hayawezi kwenda mwendo mrefu, ambayo yanaweza kutembea kwenye ardhi tu. Lakini kwenye ulimwengu wa roho anaona magari mengine. Anaona magari yale ni moto, hayatembei katika ardhi, yanaweza yakapaa kama ndege, yanaweza yakapiga samasoti. Bwana Yesu asifiwe. Anaona yana magurudumu. Anaona magurudumu ya magari ya mwili ni magurudumu ya namna ya kawaida, lakini anaona magari yale kwenye ulimwengu wa roho, na yenyewe yana magurudumu, lakini magurudumu yake ni moto. Akakompea ile battle ya ulimwengu wa roho na battle ya ulimwengu wa mwili. Akasema mahali pa kupigania sio kwenye ulimwengu wa mwili. Kwenye ulimwengu wa mwili hatutoboi. Mahali pa vita vyetu ni kwenye ulimwengu wa roho. Ninaona ni kama anamgonga bwana wake, anasema hii battle tunaanza sasa hivi au tunaanza baadaye? Maana ana compare idadi. Kwenye macho ya nyama alipokuwa anaona wale maskari wale, anaona idadi yao ni kubwa. Wamejaa kwenye kilima chote, wamejaa kila mahali. Akaona idadi yao ni kubwa kuliko idadi walionayo. Lakini alipofunguliwa macho, yale maneno ya nabii yakatimia. Walio upande wetu ni wengi kuliko walio katika adui. Walio upande wetu wana nguvu kuliko wale walio katika adui. Walio upande wetu wana silaha zilizo bora kuliko walio katika upande wa adui. Walio upande wetu wameshashinda vita kabla hawajapigana. Glory to God, glory to God. Tusiogope matisho yao, tusiogope vibuyu vyao, tusiogope uganga wao, tusiogope matambiko yao, tusiogope vibuyu vyao, tusiogope silaha zao za nyama. Macho ya moyo yanapotiwa nuru. Labda nizungumze kwa namna nyingine. Kuona kunahitaji vitu viwili. Cha kwanza macho, cha pili nuru. Ili mtu aweze kuona anahitaji vitu vingapi? Viwili. Anahitaji macho ya kuona, lakini pia anahitaji nuru ya kuona. Katika chumba hiki sisi wote tukiwa na macho ya kuona, lakini pasiwepo nuru ya kuona, chumba hiki kitakuwa giza. Hatutaonana hata kama tuna macho. Kwa nini hatuwezi kuona? Hatuwezi kuona sio kwa sababu hatuna macho ya kuona. Hatuwezi kuona kwa sababu hakuna nuru ya kuona. Kwa tunahitaji macho ya kuona, lakini pia tunahitaji nuru ya kuona. Kwa upande wa pili, hapa ndani pakiwepo nuru ya kuona, lakini kukakosekana macho ya kuona,
bado hatutaonana. Kwa nini hatuonani? Ni kwa sababu macho ya kuona hayapo. Iko nuru ya kuona. Hata kama ni mchana, lakini kama hatujapewa macho ya kuona, hapa ndani patakuwa giza totoro. Mchana hautakuwa tofauti na usiku. Kwa nini? Kwa sababu hatuna macho ya kuona, ila nuru ya kuona ipo. Kumbe yakiwepo macho ya kuona, ikakosekana nuru ya kuona, hapa mahali patakuwa giza. Pakiwepo nuru ya kuona, lakini hakuna macho ya kuona, hapa mahali patakuwa giza. Kumbe ili tuweze kuona sawa sawa, tunahitaji vitu vyote viwili. Tunahitaji macho ya kuona na tunahitaji nuru ya kuona. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Jina la Mungu wetu libarikiwe. Kwa hiyo nataka niseme na wewe mwombaji, unahitaji macho ya kuona, lakini pia unahitaji nuru ya kuona. Unahitaji macho ya kuona katika roho, na unahitaji nuru ya kuona katika roho. Kama ambavyo unahitaji macho ya kuona katika mwili, unahitaji nuru ya kuona katika mwili. Kadhalika unahitaji macho ya kuona katika roho, na unahitaji nuru ya kuona katika roho. Tunapozungumza macho ya kuona katika mwili, maana yake ni macho haya ya nyama. Tunapozungumza nuru ya kuona katika mwili, tunazungumza mwanga huu tunauona. Tunapozungumza macho ya kuona katika roho, tunamaanisha nini? Tunapozungumza nuru ya kuona katika roho, tunamaanisha nini? Nataka nisoge na wewe kwenye kina kidogo kwenye roho. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Paulo mtume anapoomba anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Na anaeleza sababu kwa nini yatiwe nuru. Anasema yatakapotiwa nuru mtapata kujua. Glory to God. Glory to God. Unajua usipojua utaogopa. Usipojua utaonewa. Usipojua hautatimiza malengo. Usipojua unaweza usiende kwa viwango vya Mungu. Usipojua utatishiwa. Usipojua utaaminishwa uongo. Usipojua adui atakupangia viwango. Ukijua utatembea kwa viwango vya tofauti. Ukijua imani yako haitakuwa sawa na mtu asiyejua. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Ninaomba katika kupitia kambi hili, Mungu afanye jambo la ziada kwenye macho yetu ya rohoni. Mungu afanye jambo la ziada kwenye nuru yetu ya rohoni. Mungu afanye jambo la ziada kwenye macho yangu ya rohoni. Mungu afanye jambo la tofauti kwenye nuru ya rohoni. Kwa sababu ninahitaji nuru ya rohoni nipate kuona, na ninahitaji macho ya rohoni nipate kuona. Ninaomba Roho Mtakatifu ninapofundisha ufunuo huu apite kwa jinsi ya rohoni, akuvunjie, akupe kila anachotaka ukijue, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Glory to God, glory to God. Unamwona Gehazi, macho yake alipotiwa nuru, alikuwa ni mtu wa tofauti kabisa. Alikuwa na uwezo wa kukompea kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili kwa usahihi. Lakini kabla macho yake hayajatiwa nuru, maneno yaliyokuwa yanamtoka kwenye kinywa chake hayafanani na wito wake. Anasema ole wangu. Anasema hapa tutakufa. Anasema hapa hatuponi. Anasema hapa hatutoboi. Anasema hapa tunafanyaje? Lakini unamwona mtu ambaye ana macho ya rohoni, alikuwa anajua anachotakiwa kusema. Unamwona maneno ya kimungu yanamtoka kwenye kinywa chake. Anasema walio upande wetu ni wengi kuliko walio katika upande wa adui. Na yeye alikuwa haoni hao walio kwenye ulimwengu wa roho kama ni wengi. Alikuwa hawaoni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuambiwa ni wengi na kuona ni wengi ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu kuna wakati tunakiri maandiko kwa sababu yameandikwa, sio kwa sababu tunayajua. Na usije ukafikiri shetani anaogopa kusema imeandikwa.
Anaogopa mtu anayejua kilichoandikwa, sio anayesema imeandikwa. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Unajua ukisema imeandikwa, ukakote vifungu 20 ambavyo wewe mwenyewe huviamini, yani havimsumbui shetani, havimsogezi shetani, havileti matokeo yoyote, havina majibu yoyote, havitishii ulimwengu wa roho wowote, kwa sababu hata kasuku anaweza kukiri maandiko. Sasa kwa sababu kasuku anaweza kuzungumza lugha ya wanadamu, maana yake ana akili ya kibinadamu. Au hujasikia kasuku anaweza kuimitate sauti ya mwanadamu? Mwanadamu ukisema sasa, kasuku naye anasema sasa. Mwanadamu ukisema kesho, kasuku naye akasema kesho. Mwanadamu akisema siji, na kasuku naye anasema siji. Mwanadamu akisema nimeelewa sawa sawa, na kasuku naye anasema nimeelewa sawa sawa. Sasa ile sauti ya mwanadamu inayosema nimeelewa sawa sawa, na kasuku anasema nimeelewa sawa sawa, ufahamu wao unafanana. Sasa tuna kasuku wangapi wana maombi? Ambao wanaweza kwenda kwenye maombi na kusema imeandikwa. Afu anasikia tu bati linafanya anakata maombi. Sema nini tena hicho? Nimekuona. Hivi huyo mtu aliyekuwa kwenye mtiririko wa maombi anaomba mambo yake, alafu akasikia kwenye bati akakatiza mtiririko wa maombi, akasema nimekuona na ninakujua na kubomoa na kuvunja na kuharibu, umeniingilia kwenye maombi. Huyo anachoomba yuko sawa sawa huyo? Si kasuku huyo? Wewe ungekuwa Mungu ungeyasikiliza maombi haya ya kuvunja na kung'oa na kuharibu na kuagiza moto na kutuma utelezi na kutuma tufani na upanga usioshikwa na mwanadamu unaotembea wenyewe, anapambana na mjusi anayetembea kwenye dali. Sio kama unanielewa anachongea. Sio kama unanielewa anachongea. Tunahitaji jicho la rohoni. Tunahitaji nuru ya rohoni. Na ndio maana tunatamani macho ya muumbaji yatiwe nuru, aweze kuona sawa sawa. Na macho ya rohoni yanatiwaje nuru? Kwanza, kwa ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Ukiri bila ufahamu ni kujilisha upepo. Mwombaji asiyepata ufahamu wa neno ni janga kubwa. Za moja ya kazi ya mwombaji ni mlinzi. Ni mlinzi wa familia, ni mlinzi wa kanisa, ni mlinzi wa taifa, ni mlinzi wa kusudi la Mungu. Tunahitaji ufahamu wa neno. Usiondoke kwenye neno mpaka umefahamu. Mwambie Mungu, nifundishe neno lako. Kwa sababu neno ni nuru. Daudi anasema neno lako ni taa. Neno lako ni nuru. Neno lako ni mwanga unaongoza hatua zangu.
ninakanyaga mahali sahihi, ninafanya maamuzi sahihi, dhambi haitapata nafasi kwenye moyo wangu, kwa sababu ninayo nuru ya neno lako. Mwombaji anapaswa kuwa mtu wa neno. Nikiwa sijaokoka, nilikuwa sikifahamu sana kitabu hiki Biblia. Lakini nilipookoka, moja ya assignment za kwanza kabisa kwenye maisha yangu, nilijifunza kufundishwa neno na Roho. Na hiyo ikanifanya wakati nilipokuwa nataka kusoma neno, nilihitaji faragha, nilihitaji utulivu, nilihitaji umakini mkubwa. Kwa nikawa najitenga kabisa nisisikie kitu kingine chochote, ili nipate kusikia sauti inayotoka kwenye neno katika ufahamu. Nilishangaa sana. Nilijifunza kitu hiki kwa namna ya ajabu sana. Nakumbuka miaka ile ya awali kabisa ya uchanga, nasoma sentensi moja siwezi kuimaliza. Neno la kawaida kabisa. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Huwezi kusoma mstari wa pili, unajikuta kifua kimejaa, Roho Mungu amekufunika. Unajikuta unaliona neno katika mwanga wa tofauti. Kwa andiko moja unajikuta unapotea kwenye ulimwengu wa roho karibu masaa 2 au masaa 3 kwa andiko moja. Unarudi macho mekundu, unamwambia Mungu, nifundishe neno lako. Moria kasina na mokosia. Unashangaa utajiri, ukuu na uweza uliovikwa kwenye neno la Mungu. Ni neno safi, takatifu, lilohakikishwa mara 7 mbinguni. Mwambie Roho akufundishe neno. 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 Ni jambo tofauti unapokaa mbele ya mwalimu na mwalimu anafundisha, lakini hujampa nafasi Roho kukufundisha neno analokufundisha mwalimu. Tunaweza tukakaa chini ya wingu moja la mwalimu, na ana neno amepewa na limejaa mafuta, limejaa ufunuo. Mmoja akatoka amesheheni na mwingine akatoka kapa. Mgona akatoka ameponywa na mwingine akatoka hana kitu. Mmoja akatoka na maazimio na mwingine akatoka hakuna kitu alichoazimia. Mmoja akatoka Mungu amefanya jambo jipya kwenye maisha yake, na mwingine anaona ni kama sijaelewa chochote. Mpe nafasi Roho Mtakatifu. Neno lake linapotajwa, unaposoma neno lake, Roho awe mwalimu. Anasema hamtahitaji mwalimu mwingine, kwa sababu yale mafuta kanda rabashibiri kakorobobo ufundishwe na Roho. It make a difference. Jambo la tofauti. Unajua, kama umechagua kufundishwa na neno, hata kama mchungaji wako ni mzembe, muda ule mfupi wa uzembe wake, Mungu atatumia lile neno linalotoka kwenye uelewa wake kufanya kitu kilicho zaidi ya uzembe wake. Maandiko yanasema Samueli hakulidondosha chini neno la Mungu. Lakini nenda kama angalia mchungaji wake alivyokuwa mzembe. Lakini angalia viwango vya Samueli
mtumishi wa Mungu. Unakufa kiroho ni uchaguzi wako. Unapoa kiroho ni uchaguzi wako. Uko chini ya viwango ni uzembe wako. Lakini ukimpa nafasi Roho Mtakatifu, atakupeleka kwenye viwango vingine. Utang'aa katikati ya giza. Utastawi katikati ya nchi kame. Utapaa mahali ambapo hauna mbawa. Utavuna wakati wa kiangazi. Glory to God. Glory to God. Tunapata nuru kwa neno. Lakini mbili, tunapata nuru kwa kuomba, kwa kutaka, kwa kuombewa. Kwa kuomba, kwa kuombewa, kwa kutafuta nuru. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akakuombea. Tumeona Paulo mtume anawaombea wa Efeso, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Tunamwona Elisha anamwombea mtumishi wake, macho ya moyo wako yatiwe nuru, pate kuona. Moja ya kazi ya maombi ni kama ile anayoifanya kuku. Ili kifaranga kitokee ni lazima kuwepo na wakati wa incubation. Incubation ni kile kipindi ambacho kuku anabadili vipaumbele vyake. Unaona tabia yake, mwenendo wake, mazoea yake yana change kwa sababu ana yai, na hilo yai linatakiwa siku moja liwe kifaranga. Akiendelea na tabia ile ya zamani na mazoea yale ya zamani, hawezi kupata kifaranga. Kwa hiyo unamuona ana nyakati za mfungo, hali kama anavyokula kuku wengine. Anakula kimkakati. Muda wake ni calculated, timing yake ni calculated, vipaumbele vyake vimebadilika. Kwa nini? Ana yai. Na akikosea lile yai linageuka linakuwa visa. Ni sawa si sawa? Yani ana yai lakini yuko kwenye mitaa anaranda tu, yuko tu anakula story huku, yuko tu ali. Na haya mayai yanahitaji incubation ili vifaranga vitokee. Kwa unamwona wakati wote yuko hapo ameatamia. Ndio moja ya kazi ya maombi. Maombi yanataka discipline. Undisciplined prayer haiwezi kutoa kitu. Moja ya kitu ambacho mwombaji anatakiwa kujenga kwenye maisha yake ni discipline, consistency. Maandiko yanasema saa ya kusali. Na maandiko yakaandika kulikuwa na saa ya kusali. Kulikuwa na muda wa makutaniko. Maana ukiniambia mimi ni mwombaji, nataka uniambie ni wakati gani ambao, maana kuna ule wakati wa maombi ya kawaida, lakini kuna ule wakati wa maombi ambao ni saa yako ya kusali. Saa yako ya kusali ni saa ngapi? Na najua watu wana mikazo tofauti. Wengine wanasema saa 8 usiku na wana sababu zao. Wengine wanasema alfajiri, wana sababu zao. Wengine wanasema kama ilivyokuwa kwenye Matendo ya Mitume alasiri, wana sababu zao. Na kila moja na sababu yake. Lakini naomba nikuulize tu, saa yako ya kusali wewe mwana maombi ni saa ngapi? Kwamba tukija saa hiyo tutakukuta kwenye madhabahu ya Mungu.
Na uelewe sasa, ukiwa hauna discipline, yani unajua mayai visa umezalisha mayai visa mangapi? Saidia kumuuliza jirani yako, tutakuta vikapu vingapi vya mayai visa? Anasema na vikapu vingapi? Unajua ukitaga mayai alafu usijua umetaga, huyu kuku ana matatizo ya ufahamu. Maana moja kazi ya kitu kuku anachoifanya ni conscious ya kwamba sasa mimi nataga mayai. Wakati wa kuatamia yeye anaranda. Anakuta na kuku wengine wameyavunja, wala hashangai zaidi. Huyu kuku aliyetaga hapa nani? Huyu kuku ana matatizo huyo, maana hata mayai yake mwenyewe anayashangaa. Lakini kuku anayetazamia vifaranga, utaona mbawa zake ziko namna hii. Anakusanya mayai. Wala mnajua discipline ya kuku wa kienyeji, unaelewa ya kwamba huwa anakagua yai moja moja. Kama hujui nikusaidie. Huwa anakagua kila yai moja moja. Wanasayansi wanatuambia ndani ya kiini cha yai, ndani ya yai la kuku kuna kiini kinachotembea. Na kile kiini kinatakiwa kiwe kinaelea mpaka siku kifaranga kitakapotoka. Kwa hiyo kuku anatakiwa kuwa na timing ya kujua sasa kile kiini kimesogea, kinataka kwenda kugusa ukuta wa yai, kwa niligeuze yai. Yani kuku ana akili ya kujua sasa ni wakati wa kugeuza yai. Ili kiini kiendelee kukua. Maombi yamefananishwa na kuku anayeatamia, mwenye akili ya kujua yai moja moja, hitaji moja moja. Kila yai ni hitaji. Hivi kuna mtu ananielewa? Wanaonielewa wapunge mkono. Tatizo la kuambia wanaonielewa wapunge mkono, wananyoshaga wote. Sasa unashindwa kujua nifafanue zaidi au ndio imeeleweka. Lakini tosha kusema inanitia moyo ya kwamba tuko pamoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Somo letu la msingi linadai kufunguliwa kwa macho ya muombaji kuna faida. Na mimi naomba nizieleze faida 3 baada ya uchambuzi huo. Faida ya kwanza, kuelewa tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Kuelewa nini? Tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Hapa tunazungumza kwamba tumeitwa kuwa watakatifu na watumishi wa Mungu kweli kweli. Usiache kuandika hilo neno kweli kweli. Tumeitwa kuwa watakatifu na watumishi wa Mungu kweli kweli. Sio watumishi tu, ni watumishi katika utakatifu. Lakini jambo la pili ni kuelewa utajiri wa utukufu wa uweza wake ndani yetu tuaminio. Jinsi ulivyo iko kwenye scripture hapo. Sio maneno yangu, yako kwenye maandiko. Jambo la pili ni kuelewa utajiri. Ni kuelewa utajiri wa utukufu wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Paulo mtume anazungumza namna hii. Huu ni utajiri wa aina gani? Huu ni utajiri wa urithi. Ni utajiri wa urithi tulionao. Yaani hazina mbalimbali za kiroho, spiritual treasures, ambazo zimebeba neema mbalimbali na vipawa na baraka
na kibali katika maisha yako. Jambo la tatu ni kuelewa ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo ubora. Kwa jambo la kwanza ni tumaini la uweza wake. Jambo la pili ni utajiri wa utukufu wake. Jambo la tatu ni ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo. Hii ni nguvu ile iliyomfufua Yesu ambayo inafanya kazi ndani yetu, ambayo Paulo mtume anatenga kipande maalum kuanzia mstari wa 19 mpaka 20 kwenda kwenye kina cha huo ubora wa ukuu wake wa uweza unaotenda kazi ndani yetu tuaminio. Naomba Mungu anisaidie kulivunja hiki kitu kwenye moyo wa kila mmoja aelewe. Mungu nisaidie Baba. God help me. Please. Kumbuka, macho ya moyo ni kiini cha maombi yenye matokeo. Macho ya moyo yanapofunguka, maisha yanabadilika. Yanapofunguka, mambo yanachukua mkondo mpya. Yanapofunguka, yanafunguka na watu kufunguliwa na kuwekwa huru. Yanapofunguka, imani inaongezeka. Yanapofunguka, moto unatokea. Yanapofunguka, vitu vya namna isiyokuwa ya kawaida, hata vile ambavyo akili yako haijawahi kujua. Mari kashimono kulubushi. Nimezungumza jambo la kwanza, nimezungumza jambo la kwanza, roho ya hekima na ufunuo. Nimezungumza jambo la pili, macho ya mioyo. Nimezungumza jambo la tatu, nataka nizungumze jambo la tatu, nguvu iliyomfufua Yesu, kwa sababu alipokuwa anazungumza macho ya roho, unaona ana connect na nguvu iliyomfufua Yesu. Na hapo ndipo tunajikita katika ule mstari wa 19 mpaka mstari wa 20. Naomba nimalizie fundisho langu kwa kujikita zaidi katika ile nguvu iliyomfufua Yesu. Na hapa ndipo kwangu nipatamu zaidi. Nguvu ya kufufua inatenda kazi ndani yetu hata sasa. Nguvu hiyo inafanya kazi ya kutukweza na kututawaza pamoja na Kristo katika mahali pa mamlaka, mahali pa ukuu wa hali ya juu, sio sana. Nikitumia neno sana na kuwa nimeli-underrate. Ni mahali pa ukuu mno kupita kawaida, kuliko chochote wala silaha yoyote ya mwili au ya nyama. Kila neno nalolisema lina maana. Naomba nisikilize vizuri. Aliwahi kusema Malkia wa Uingereza zamani, kipindi cha uamsho ulikuwa unaongozwa na mtumishi wa Mungu John Knox. Akasema hivi, nayaogopa maombi ya John Knox kuliko majeshi yote ya Uingereza. Haujasikia nilichokisema? Mtu mmoja akisimama ni zaidi ya battalion. Ndio maana unaweza ukaelewa maana yake nini wakati Elisha yuko kitandani, alafu mfalme anakabiliwa na vita, alafu anaenda kumwambia sasa tutafanyaje? Wewe una maaskari, una makomando, una vikosi. Asema sasa, maana Elisha alikuwa ni a battalion in the spirit. Akisimama yeye, jeshi linashinda. Akamuuliza, una nini mkononi? Akasema, nina uta na mishale. Akamwambia, fungua dirisha la mashariki. Akafungua. Nina watu wa rohoni hapa. Akafungua dirisha la mashariki. Mzee yuko kitandani, siku zake za kuishi zimekwisha, yuko kwenye dakika za mwisho, hawezi kuinuka. Akamwambia, nisogelee.
Akamsogelea, akamwambia lenga dirishani, akalenga. Akamwambia piga, akavuta, akawacha, ukapita kwenye dirisha. Kinywa cha unabii kikatoka, mshale wa kushinda utawapiga Shami kama jeshi la mtu mmoja. Mfalme akafurahi. Angalau nabii umetoka, dakika za lala salama, Shami nitaipiga. Alifikiri ndio mwisho wa unabii. Ukiwa mbele za Mungu usifanye haraka kutoka. Akamwambia chukua mishale, akaichukua mishale. Akamwambia piga, akapiga mara ya kwanza, akapiga mara ya pili, akapiga mara ya tatu, Sasa hakuambiwa apigwe mara ngapi. Kwa hiyo akawa amebaki tu haelewi. Sasa anapiga huko, anamwangalia mzee. Anapiga ya kwanza akamwangalia, akapiga ya pili akamwangalia, akapiga ya tatu, akakuta mzee amekula pozi tu, anamwangalia tu, haonyeshi dalili ya kuunga mkono wala ya kupinga. Akaona niishie hapa. Mzee mafuta yakachemka. Akasema utaipiga Shami mara ya kwanza utaishinda. Utaipiga Shami mara ya pili utaishinda. Utaipiga Shami mara ya tatu utaishinda. Kwa kuwa Mungu hafanyi kazi na watu wavivu. Maandiko yanasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa. Akiomba namna gani? Mtumishi wa Mungu, ili maombi yawe na matokeo, hayataki uzembe, hayataki kujihurumia. Hatujapata matokeo hata sasa kwa sababu kuna uzembe mwingi sana. Tufunge, watu wanawaza peremende, watu wanawaza maji ya kuondolea sijui nini, watu yani utulivu hakuna, yani kuna uzembe mwingi sana kwenye maombi. Ndio maana jambo la mwisho nataka nizungumze juu ya nguvu iliyomfufua Yesu. Ukianzia mstari ule wa 18 utaona maandiko yanasema maneno haya. Mstari wa 19, na ubora wa uweza wa ukuu wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu ya uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Unaona hiyo jeuri ya waaminio imekuwa connected na nguvu ya ufufuo. Come on. Na hapo mimi nataka nikae kidogo kwenye ule mstari wa 19 mpaka wa 23. Nguvu ya kufufua inatenda kazi ndani yetu hata sasa. Na ufufuo ni kitu kikubwa sana ambacho tunapoihubiri imani yetu hatuna namna ya kuweza kuhubiri ukuu wa uweza wa nguvu ya Mungu ndani yetu bila kuconnect na alichokifanya Mungu wakati wa ufufuo, Yesu alipokuwa anafufuka. Na ndio bila shaka ndio maana kwenye Wakorintho wa kwanza sura nafikiri ya 15 mstari wa 17 na mstari wa 20 unaona Paulo anasema Kristo ikiwa Kristo hakufufuka imani yenu ni bure. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko la waliolala. Kwa nini anasema ni bure? Kwa sababu ufufuo kwetu ni kila kitu. Imani katika ufufuo kwetu, imani katika kushinda hofu ya kifo kwetu ni kila kitu. Maana shetani ana silaha gani kubwa kuliko mauti? Nguvu ya ufufuo ndio tunayohitaji sasa tunapoendelea kuchochea moto wa uamsho na macho ya mioyo yetu yakiwa yametiwa nuru na Bwana kwa namna mpya katika kukabili challenge za wakati tulionao. Tunapozungumza nguvu ile ya ufufuo Yesu katika fungu hili la maandiko, tunazungumza ufufuo unaotuelekeza katika maeneo makubwa mawili. Maandiko yanatueleza, yani hiyo inazungumza matokeo ya huo ufufuo ni kuketishwa pamoja naye juu sana. Lakini la pili anasema wanatajwa kuna makundi yanatajwa usultani. Sio umeona usultani. Yani ukuu
wa kidunia katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa nyama. Unajua hivi ni vyeo vya kidunia ambavyo pia vina reflect kwenye ulimwengu wa roho. Kuna ukuu, kuna wafalme wa kidunia, kuna wafalme katika ulimwengu wa roho, kuna usultani wa kidunia. Ngoja tulichanganue ili andiko vizuri. Kwa nini nifanye haraka? Mstari wa 21, mstari wa 20, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wowote, kama tunapozungumza kimwili na tunapozungumza kiroho, na mamlaka kimwili na kiroho, na nguvu na usultani na kila jina linalotajwalo, jina lolote unaolijua wewe, mamlaka yote, ukuu wote, wala si katika ulimwengu huu tu. Umeona neno hilo, ulimwengu huu tu? Tunapozungumza ulimwengu huu tu, maana ulimwengu wa nyama. Ndio maana nasishangai Malkia aliposema ninaogopa magoti ya John Knox kuliko majeshi yote nilionayo. Siwe nisemeje? Napenda kutumia mfano wa Idahosa kila ninapofundisha ukuu wa Mungu. Mamlaka inavunja mtaa, inavunja nyumba za wananchi, kwa sababu wana mradi wa kupanua barabara, sijui ilikuwa kitu gani. Mamlaka haijali haki za watu. Mamlaka haijalipa fidia za watu. Watu hawakukosea, ila mamlaka haijali watu. Wakaenda kumwambia baba mchungaji, nyumba zetu zinavunjwa mtaani. Baba mchungaji akawaambia, nendeni mkawaambie wasivunje, kwa sababu hiyo sio haki. Wakawaendea kuambia, baba mchungaji kasema msivunje. Mamlaka ikasema, huyo baba mchungaji ni nani mpaka sisi tumsikilize yeye? Tumeshakaa kwenye vikao vya maamuzi, serikali imeamua kuvunja nyumba hizo. Baba mchungaji kasema, mkae na sisi tuzungumze na ninyi kama nani? Tutavunja. Wakamrudia baba mchungaji wamesema watavunja na hawakai na sisi. Baba mchungaji akawatuma, nendeni mkawaambie hawatakuwa na uwezo wa kuvunja. Hawatakuwa na uwezo wa kuvunja. Wakasema, huyo baba mchungaji wenu ni nani mpaka atuamuru sisi tusivunje? Sasa tutavunja. Wakamrudia tena, baba mchungaji wamesema watavunja, na wewe ni nani mpaka wakuheshimu wewe? Wakachukua bulldozer la serikali, wakalipeleka site likanoki. Sema ukuu wa uweza wake sio katika ulimwengu huu tu, mpaka kwenye ule ulimwengu mwingine. Sema ukuu wa uweza wake sio katika ulimwengu huu tu, mpaka kwenye ule ulimwengu mwingine. Piga kelele, sema ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, sio katika ulimwengu huu tu, katika ule ulimwengu mwingine pia, katika ule ulimwengu mwingine pia. Lilinoki. Wakachukua best engineers kuja kulitengeneza, wakalikolokochoa, halikuwaka. Wakaagiza na maengineer wengine na wengine, ili washindane na neno la mpako mafuta wa Bwana aliyesema halitawaka na hamtavunja, na ikashindikana. Wakaona ili wasitushinde, tukaagize jingine, lazima tuvunje. Ni very expensive, very expensive. Wakalileta site, na lilitoka salama, likaja likanoki tena pale jipya jingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
na wangeliagiza lingine kutoka Ulaya, lingekuja likanoki tena, na lingine lingenoki tena. Sasa ninaelewa maana yake nini. Mwanaume mmoja aliposema mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. You speak with finality. You speak with finality. You speak with finality. Ile nguvu ya ufufuo, ile nguvu iliyomtoa Yesu kaburini, ile nguvu iliyotutoa dhambini, ile nguvu iliyotutoa kwenye mikono ya shetani, ile nguvu iliyotuchomoa kwenye vibuyu, ile nguvu iliyotutoa kwenye matambiko, ile nguvu iliyotutoa kwenye giza, ile nguvu iliyotutoa kwenye mikatale, ile nguvu iliyoponya magonjwa yetu, ile nguvu iliyobadilisha maisha yetu, ile nguvu iliyotuokoa, ile nguvu iliyomshinda shetani, ile nguvu inayotetemesha mapepo, ile nguvu inayotetemesha majini na vipengo, ile nguvu inayotetemesha watawala wa ulimwengu huu na watawala wa ulimwengu ujao, ile nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Glory to God, glory to God. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Jesus. Tumeonewa kiasi cha kutosha. Tumetukanwa kiasi cha kutosha. Tumedhalilishwa kiwango cha kutosha. Sasa ni wakati kanisa lisimame. Sasa ni wakati kanisa lisimame. Sasa ni wakati kanisa lisimame. Sio kwa vita vya damu na nyama, bali kwa uweza katika Kristo Yesu. Ile nguvu iliyomtoa Yesu kaburini, ile nguvu iliyomrudisha Yesu hai, ile nguvu iliyotuokoa. Unanielewa mtumishi wa Bwana? Hiyo ni nguvu ya mamlaka, na inatambulishwa kwa namna mbili. Moja, kwa kilele cha juu sana. Mbili, kwa kilele cha chini sana. Kilele cha juu sana ni nini? Ni kuketishwa pamoja na Kristo kwenye ulimwengu wa roho. Paulo anaandika pale ya kwamba tumeketishwa pamoja na Kristo kwenye ulimwengu wa roho juu sana, kwenye mkono wa kuume wa Mungu, mahali pale ambapo pana executive meeting ya Mungu mwenyewe katika utatu ule ukuu. Mimi niko pale. Unajua kuna vikao ambavyo watu wa kawaida hawaruhusiwi kuingia, kwa sababu ranki yao sio ya vikao hivyo. Lakini kuna vikao kwenye ulimwengu wa roho, Baba, Mwana na Roho wanapokaa executive meeting. Nimealikwa kuhudhuria kikao hicho. Maandiko yanasema ninaruhusiwa kuingia kwenye hicho kikao. Juu sana alipoketi Yesu, nimeketi pamoja naye pale. Tumeketishwa pamoja naye kwenye ulimwengu wa roho, mahali pa mamlaka. Hapo vile vikaragosi vinatajwa pale. Alafu Biblia inasema hivi, na kuweka hizo mamlaka zote chini. That is another end. Chini ya miguu yetu. Halafu anasema kwa ajili ya kanisa. Hebu mwambie shetani, utanikoma mwaka huu. Simama kwa miguu yako. Inua mikono yako juu namna hii. Baba, naomba nipe tu kama dakika 10 hivi. Naomba kila mmoja njoo hapa. Inua mikono yako. Inua mikono yako namna hii. Wapendwa, naomba tusimame hapa mbele. Inua mkono wako juu namna hii. Na mpya inazaliwa ndani yetu. In the mighty name of Jesus. Kuna watu wanaponywa hapa. Kuna watu wanafunguliwa hapa. Kuna miujiza inatokea hapa. Kwa jina la Yesu. Ukinigusa wewe ninakuwa salama. Niguse. Sepori karabasaya. Rakorabasai karaboria tarabo. Shere karabosai katarabaya. Shere karabosaka. Rekaraboserabakoria barate. Rekabaraka kaserebokaya. Rebarakorabasere
serere kata. Rebala kora baba serere. Rekala la baba serere rebo. Rekala la baba serere taraba. Rekapare ya bashera raba. Baba nigusa wewe, ninakuwa sana. Baba niguse, Roho Bwana niguse, ukinigusa shere karara bash. Rokora la baba sera karaba. Rakara la baba sere karela basiaka. Rekara la baba sera la boria karaba. Rekara la baba saya bakora la bo. Rebala la bakara la boria tarala ba. Rebaba bo sere boria bako. Rebala la bakaria ba sere la baka. Rekara la baba saya bakora la ba. Rekara la baba saya bakora la basia. Rekara la baba sekara la boya. Rebala kara la boria ba sekara la ba. Rebala kara la bosa. Rekara la baba sere la baka. Rekara la baba sere la ba. Rekara la boria baraka. Kinywa chako kiwe na mamlaka. Mamlaka ya Bwana, mamlaka ya neno, mamlaka ya Mungu, mamlaka ya Kristo, ile nguvu ya ufufuo, ile nguvu ya uzima. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru ya Bwana katika jina la Yesu. Baba tusaidie, Baba tusaidie, Baba tusaidie, Baba tusaidie, Baba tusaidie, Baba tusaidie, Baba tuwezeshe, Baba tuponye, Baba tufungue, Baba tutembelee. Koroba sarabaria kalalabos, rekalabos sere kalalabos, rekalabos sere bakaria bashek. Na kwa neno hili mkutano huu umezinduliwa rasmi sasa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni maombi yetu ya kwamba Bwana atatuonekania, Bwana atajifunua, Bwana atatenda zaidi, na kambi hili litakuwa la baraka kwetu. Hatutarudi majumbani mwetu kama tulivyokuja, katika jina la Yesu Kristo. Karaboshaka, rikatarama shakaba, rikatarama shakaba. Yes, yes. Bwana amefanya jambo jipya. Bwana anahuisha upya. Bwana anakuinua upya. Bwana anafanya jambo jipya. Rakataya shake riba shaka. Naona moto, naona moto, naona moto, naona moto, naona moto. Shake kwenye majimbo,